وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Hapo ndio mahali shahidi. Mbele aya zinaendelea. Allah azza wa jalla atuambia wa ibadur rahmani, na waja. Ibadu ni wingi wa abd, na abdu inatokamana na ubudia, na ubudia ni ibada. Ubudia ni marhala, ubudia ni martaba, ubudia ni level ambayo mja muislamu atakiwa kuifikia. Uwe ni mja wa Allah azza wa jalla, maana yake ni kwamba umekubali kuingia katika unyenyekevu wa kumtii Mola wako subhanahu wa ta'ala. Maana yeye ndiye master, yeye ndiye sayyid anayekuamrisha na wewe ukatii. Upo chini ya unyenyekevu wake, upo chini ya taa yake, upo chini ya amri yake jalla jalaluhu. Vile akuamrishavyo ndivyo unavyokwenda. Na ndio maana sifa kubwa ya mitume wote wa Allah azza wa jalla, kabla ya hawajaitwa rasul, kabla mtume hajaitwa nabii, kwanza ni abd min ibadillah. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni ashraful khalqi, na yeye ni mbora wa viumbe salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Allah azza wa jalla akamsifu kwa sifa kubwa sana katika Qur'ani alipokuwa anamueleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam na yale aliyomfanyia katika neema zake na miujiza. Subhanalladhi asra biman bi'abdihi, sio asra bi rasulihi, sio asra bi nabiyihi, asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Sifa ya ubudia ni level, ni title ambayo muislamu atakiwa kuipigania aifikie title hiyo. Sasa title hii ili uipate, kuna majukumu na maelezo ni lazima uyatekeleze, kuna maagizo lazima uyafikie uyatekeleze, ndipo mja afikie kuitwa ni abdu arrahman. Allah kayataja maagizo haya. La kwanza, alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, wale wanaotembea juu ya ardhi hii kwa unyenyekevu, kwa upole, sio kwa kibri, sio kwa kujiona, sio kwa utafakari. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula yamshuna ala al-ardi hauna. Unatembea kwa ardhi hii, katika ardhi hii kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwa upole na utulivu mkubwa sana. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wakati wanatembea katika ardhi hii kwa unyenyekevu na kwa upole, wakiambiwa maneno na wajinga, wanawaambia wajinga wale salama. Hakuna kugombana na wajinga, hakuna time ya kuzozana na watu walio wajinga wapumbavu, hakuna time hiyo. Maana sio sifa ya watu walio wema, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hainasibiani nao. Ndio maana mitume wa Allah azza wa jalla pia wakawa mbali na sifa ya ujinga. Nabii Musa alayhi salam alipoambia watu wake Bani Israila, Allah anawaamrisheni mchinje ng'ombe, nyinyi si mmekuja mtaka kumjua aliyeua nani? Sasa amri ya Allah azza wa jalla, mkitaka kumjua aliyeua chinjeni ng'ombe. Wakamwambia Nabii Musa, tatakhidhuna huzwa, watuchezea shere. Nabii Musa alayhi salam akamwambia, a'udhu billahi an akuna minal jahilina, najilinda kwa Allah azza wa jalla kuwa ni miongoni mwa wajinga kama vile nyinyi mlivyo wajinga. Maana nyinyi ujinga wenu ni kwamba mnashindana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul jahala hawana hiyo. Walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, na wale ambao usiku wao wanaopitisha katika wakiwa wamesujudu na wakiwa wamesimama kuswali. Mpaka yani wameswali sana usiku na kusujudu, mpaka hiyo ndio ikawa sifa ya usiku wao wote, pamoja na kwamba walilala kidogo, lakini kwa kuwa waliswali sana na walisimama sana kisimamo cha usiku,
hiyo ndiyo ikawa kwao ni sifatun ghaliba ala naum, ni kama ambaye hawakulala, ikawa kama ambayo usiku mzima wao walikuwa wamekesha, waswali na kusujudu, wakisujudu na wakisimama. Walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, usiku mzima wao wanaopitisha katika wakiwa wamesujudu na wakiwa wamesimama kuswali usiku. Kwa hiyo kuswali usiku, ayuha alikhwa, siri yake ni kwamba ni dalili ya ubudiyati alabdi liarrahman, ni siri ya mja kwamba yeye ni mja wa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na anayeswali usiku huyo ameingia katika sifa ya wa ibadur rahmani, wale waliotajwa kwa sifa hizi zote. Miongoni mwao ni sifa ya kisimamo cha usiku.